Karibu tena mtazamaji. Wiki imekuwa kuu na makuu yake mengi ndani ya mduara. Kuu la kwanza ni mauaji ya mwalimu wa umri wa miaka 31 Albert Ojwang ambaye alikufa katika seli ya polisi Nairobi. Sasa Wakenya wanamtaka aliyetoa lalama kumhusu ambaye ni naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat ajiuzulu. La pili ni aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anazidi kuwa mwiba wa serikali ya Kenya Kwanza. Ziara yake Ukambani na Pwani imezua mihemko si haba kutoka one term. Sasa Wakenya wanajiita makuzo kutoka mashariki hadi magharibi. Na mtazamaji, la tatu kuu ni kwamba yalishuhudiwa maandamano Nakuru baada ya kupigwa risasi na kuuawa kwa mwanabiashara Daniel Nderitu. Maafisa 10 wamechukuliwa hatua kufikia sasa. Na la mwisho 4 kuu zaidi ni bajeti ya mwaka huu ya shilingi trilioni 4.29. Ni bajeti ya kwanza kabisa ya waziri John Mbadi ambaye alidaiwa na kinara wake Raila Odinga kwamba ni mtaalam kupindukia, na akasema anamkopesha Rais William Ruto ili aokoe uchumi uliokuwa mbovu na dorora hadi kunuka vumba. Je, ataweza ama bajeti itaweza? Wageni wangu leo ni Bernard Ngunya ambaye ni msimamizi wa ushuru PKF, na vile vile tulitaraji kuwa na Makali Mulu ambaye ni mbunge wa Kitui ya Kati, lakini kwa sababu zake binafsi anasema hangefika. Anasema kwamba hali si nzuri jijini, lakini sisi tupo katikati ya jiji, kwa hivyo tutaendelea hata kama hayupo. Najua umeona bango mtandaoni kwamba atakuwa nasi mbunge huyo wa Kitui ya Kati, lakini amesema hataweza. Naam, endelea kusema nasi mitandaoni, na vile vile unaweza kupiga simu moja kwa moja tuweze kusemezana. Tumia alama ya reli ya mduara NTV. Karibu sana Bwana Bernard. Asante. Najua umefuatilia kutoka mwanzo hadi sasa tukifanya taarifa moja baada ya nyingine kuhusiana na bajeti. Naam. Ni kipi kimesimama wima kutoka kwa bajeti iliyosomwa na John Mbadi, waziri wa fedha? Asante sana. Chenye kimesimama wima ni kwamba waziri wa fedha amesema ya kwamba hajaongeza ushuru, lakini ukiangalia mswada wa sheria ya fedha Finance Bill 2025 kuna vifungu ambacho kitaongeza bei za vitu kadhaa, vile vile pia nauli. So tunaweza sema directly yes, hajaongeza ushuru, lakini ukiangalia indirectly, which kuna ripple effect in terms of disposable income ya wananchi, wamekuwa affected. Kitu kingine pia nimeona ya kwamba ameguzia kitu inaitwa National Tax Policy na Medium Term Revenue, na amesema wako in the process to implement the same. And maybe niseme National Tax Policy na Medium Term Revenue imepeana some reduction of tax rates, na amesema ya kwamba at the moment ana focus na tax reforms ya kuensure biashara zime thrive, ya automate tax system. Akishamaliza na tax reforms, baadaye ataenda angalie hilo swala la National Tax Policy na Medium Term Revenue. Ya tatu yenye imenishangaza, hata nikoshua Wakenya wenzangu wameshangaa, ni vile amesema Kenya is the 6th largest economy in Africa, na nikushua ukimuuliza mwananchi wa kawaida atacheka juu haelewi kwa nini tunasema 6th largest economy in Africa. Naam. Na hawana pesa mfukoni. Aha. Yes. Kwa hivyo kwako unasema hicho ni kichekesho, ni kioja. Manake yes, kwako na kwa Wakenya wengine hakina maana halisi. Hawafeel. Umetaja vizuri kwamba John Mbadi amesema kwamba hakuna ushuru kuongezwa, lakini ukasema upo kichini chini, kwa sababu wengi wamejiuliza kama anasema hakuna ushuru kuongezwa, mbona amependekeza kubadilishwa kwa sera za kukusanya ushuru kama ulivyosema tax policy? Kwa mfano, mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA imependekezwa kwamba ipate mamlaka ya kwamba inaweza kuingia kwenye data, si kwa kudukua, lakini kutafuta kilicho mifukoni mwa Wakenya ambacho hakijawekwa wazi na kuweza kukusanywa. Manake amesema nitaziba mapengo yote, yawe ya wizi ama ya kulegea katika ukusanyaji wa ushuru, ili nisiwatoze zaidi lakini kilichopo kikusanywe. Hili lina athari gani hili la kwamba KRA sasa iweze kuingia mfukoni mwetu? Inamaanisha nini haswa hiyo? Inamaanisha ya kwamba the Kenya Revenue Authority
watapewa fursa ama nguvu ya kuweza kuaccess your, for example, bank statement kwenye benki na M-Pesa statement zako, waweze kuangalia iwapo kile kimeingia kwa bank statement yako ama M-Pesa statement yako inafanana na chenye wewe umeweza kuionyesha katika tax return yako at the end of the year. So chenye waziri anajaribu kusema ni ya kwamba hawahitaji kuangalia maneno yako ya kisiri zingine, wana focus na finances zako. Haja yao ni finances, because through the finances hapo ndio revenue inatoka. So wizara wiki iliyopita alisema focus yake si kuangalia mambo ya secret za watu, but anataka kuangalia the finances, ajue iwapo pesa yenye imeingia kwa benki ni milioni 100. Akiangalia upande wa tax return wako, umeudeclare hiyo milioni 100 ama la. So maoni yangu, mimi sioni kama ni jambo zuri, kwa sababu ukiangalia the Data Protection Act, it's a breach of Data Protection Act. Iwapo sera hii itakuwa sheria, iwapo itapitishwa na wenye wabunge, itakuwa breach to Data Protection Act. Vile vile ni vizuri tukubaliane ya wale ambao wamedeal na KRA at the moment. Tumeona KRA bado wana nguvu za kuitisha bank statement kutoka kwa benki kama wanakufanyia kitu inaitwa KRA audit. So bado wako na nguvu, wanaitisha hizo bank statement. Nguvu tayari wako nazo. Tayari wako nazo, wanaitisha. Hii sera mpya itaongeza nguvu maradufu. Ndivyo. Yes. Manake nakumbuka mwaka jana, mwaka juzi kumekuwa na mzaha mitandaoni kwamba mtu ukienda pwani kule kwetu Kilifi ama Ukunda kwenda kuogelea unaambiwa usiposti picha, maana KRA inakuona. Ukipata gari lako Lamborghini mwenyewe umenunua unajivinjari, unaambiwa usilipige picha maana KRA wanakuona. Hivi kwa nini watu wawe na wasiwasi? Ama ule ulikuwa mzaha, maana walikuwa wametangaza kwamba wataangalia mienendo na maisha ya watu kama inalingana na wanachoweka mtandaoni mwa KRA, kwamba hiki ndo walichopata na wakatumia. Sasa ni kama uhalisia ndo unawagonga wa Kenya. Wa Kenya wafanyeje? Maoni yangu ni kwamba hakuna mtu amekataa kulipa ushuru nchini Kenya. Provided ushuru itatumika vizuri ipasavyo. Na Wakenya wasikuwe na tashwishi yoyote. Because mimi naamini ya kwamba Wakenya wengi wanalipa ushuru. Na watazidi kulipa ushuru. Shida ya Wakenya ni vile ushuru inavyotumika na serikali yetu. So Wakenya ningewaambia wasikuwe na wasiwasi, waendelee kama ni kujibinjari huko pwani na kadhalika, waendelee, because hiyo ni haki yao. Na pesa wanazopata kwa employment ama kwa biashara zao ndio wanatumia. So as much as the Kenya Revenue Authority wanakuja kuingia kwenye benki zako kuangalia income kwa bank statement zako, iwapo umelipa kila kitu inavyostahili, sioni kama kutakuwa na shida lolote kwangu. Yes. Nafikiri umegusia pia jambo moja ambalo litakuwa, kwa sababu ukiangalia alivyosema ni kwamba kufikia Julai mosi mwaka 2025 kwamba Kenya itakuwa imeenda katika mfumo wa saa 24 kwa siku kukusanya fedha ama ushuru kupitia njia za kielektroniki. Na vile vile swala la ushuru dijitali ambalo KRA inaingia ndani litakuwa pia limefanikishwa kufikia Julai mosi mwaka 2025. Hii sera ambayo imependekezwa ya KRA itakuwa imetamatika hapo ama inahitaji nini na nini ili kwa sheria ya kwamba iweze kutekelezwa? Sijui kama itakuwa imemalizika kufikia hiyo muda, but ukiangalia the tax automation system yenye waziri ameongelea, ni kweli imesaidia Kenya Revenue Authority kuongeza revenue. Aliongelea kitu inaitwa VAT auto-population, ameongelea kitu inaitwa e-teams, na kaongelea kwenye wako na majumba za kupata rental. Ameongelea kitu inaitwa ana roll out system ya landlords waweze kulipa ushuru. So ukiangalia the automation side of it, ni kweli Kenya Revenue Authority wamejaribu. Shida tu ni kwamba as much as anasema wana thrive business in Kenya, kuna some teething problems kwa hizo automation yenye zinafanya biashara zingine haziwezi endelea. Because wako affected
because of those automation. Naam. Na wengine wao wameweza kufungiwa benki, wengine wao wameweza kufungiwa VAT, wawezi fanya biashara. Naam, kwa hivyo nadhani unachosema ni kwamba mbali na kuimarisha miundo mbinu, njia za kielektroniki, dijitali, kukusanya ushuru, pia upande mwingine wa kiuchumi uangaliwe. Nadhani tutakuja hapo kwa sababu tunaangalia katika mgao wa pesa hizi shilingi trilioni 4.29 kuna pesa za matumizi ya kila siku ambazo nyingi zinaenda kwa mishahara. Mara nyingi sana huwa ziko juu kuliko pesa ambazo zinatumika katika maendeleo. Kwa mfano kama pesa ambazo zinafaa kwenda katika kaunti, watapanga maendeleo, mishahara na kadhalika, Seneti ilikuwa imependekeza kwamba pamoja na magavana walikuwa wanataka ziongezwe zifike shilingi bilioni 460, lakini bunge likapinga, na vile vile wizara nayo imesema kweli inaenda sawa na bunge na imewapatia shilingi bilioni 4.5. Tutaangalia labda tukirudi baada ya pumziko fupi, ina maana gani hii? Manake sasa magavana walikuwa wamesema wameona mbinu na nia ya serikali kuu kuweza kuwa ugatuzi. Je, bajeti hii imewaangalia vilivyo? Maana wameongeza kidogo tofauti na mwaka uliopita. Si kwamba kuna nyongeza, lakini je, imetosha ama tufanye namna gani pesa zifike mfukoni mwa wananchi haswa katika kaunti kama alivyodokeza Bernard? Usiondoke, endelea kusema nasi. Tukirudi tuko na maoni ya wananchi kutoka pembe mbalimbali, wamezungumzia bajeti hii na vile vile kwenye mitandao. Unatazama Mduara. Matarajio yetu makubwa sana ni section ya masomo. Tunasikia kwamba capitation haijawekwa na ile allocation ambayo ni kubwa sana nchi yetu ya Kenya ni mambo ya masomo. Kama masomo haitaatiliwa muhimu yake, basi ni kusema ya kwamba watoto wetu hawatakuwa wakiingia masomoni. Kwa hivyo mzazi atakuwa na timba mfuko yake ndio aweze kusomesha mtoto wake. Tumekuwa na mabarabara ambayo imekwama sana, lakini kuna mipango kwa bajeti hii kuhakikisha hizo mabarabara zimeanza kufanyiwa kazi, na unajua barabara ndio kitu ya maana sana kwa uchumi yetu. Na ile kitu ninatarajia sana katika Kenya yetu na katika nchi yetu, ukulima ndio uti wa mgongo, na ndio wanga inakuwa economy yetu inakuanga sana kwa ukulima. Ile kitu ningeomba pengine serikali yetu, kama ni taxes za wakulima, za fertilizers, za hizi dawa za mashamba, vitu za kutengeneza chakula ya mifugo, hizo zote tunatarajia zizukishwe, sababu tukiempower mkulima Kenya yetu itaenda mbele, sababu hiyo ndio uti wa mgongo wa nchi yetu. Kwa hii budget tunatarajia inasoma pesa mingi, 4.2 trillion pesa mingi. Tukisema ile pesa inatarajiwa kutoka kwa Wajiku, na mimi kama Wajiku ninaomba ile pesa yote itakuwa ikitafutwa iweze kurudi kwa Wajiku, hata asikie uzuri wa hii budget ikimsaidia. Naam, Bernard, umesikia wananchi hao na wamezungumza, manake kuna wao wamefuatilia, wamehitaja bajeti ya shilingi trilioni 4.29. Kuna watu wamehitaja kwamba wangependa elimu, na tukiangalia elimu impatiwa shilingi bilioni 700. Kawi na miundo msingi wamehitaja kwamba barabara ni mbovu, shilingi bilioni 500 pale nukta. Kuna usalama shilingi bilioni 250, afya shilingi bilioni 137, na imegawanywa vizuri kabisa, kiwango kikubwa kikienda kwa afya kwa wote. Alafu kuna kilimo pia kimevuna pale. Huu mgao unauonaje kulingana ulivyogawanywa? Elimu ilifaa kupata ilichopata? No. Miundo misingi na barabara, ama ungekuwa wewe Mbadi ungegawanya tofauti? Ningependa kusema upande wa elimu, waziri amejaribu kuipatia bilioni 702, 702 billion kwa education. Tumeona tumekuwa na changamoto katika story za education nchini Kenya, na tuna hope bilioni 700 ambayo imepeanwa kwa education sector itaweza kuitatua hiyo matatizo yenye tume-experience katika mashule zetu. Naam. Yes. Itaweza kuleta utatuzi, lakini bado kuna kilio. Manake kuna pendekezo pia, waziri huyu ambaye ametenga shilingi bilioni 700 anataka ada ya mtihani iregeshwe kwa wazazi. Manake kitambo serikali ilikuwa imeichukua.
wapi ni wapi sasa? Maanake pesa zimetengwa na naona nyingi zimekwenda kwa tume ya kuajiri walimu TSC, shilingi bilioni 387, labda pengine zitatumika kuajiri walimu zaidi, kulipa marupurupu, kupandishwa vyeo na kadhalika, lakini vitu vidogo vidogo ambavyo vinamgusa Mkenya wa kawaida kama tu pesa ya mtihani, kwa nini iregeshwe kwa mzazi ajilipie ama lipie mtoto wake? Hapo nakubaliana nawe, because tukiangalia amesema anataka business thrive, na Mkenya mmoja hapa amesema wanataka kuwa na pesa mkononi, mfukoni. Iwapo itamlazimu mzazi alipe examination fee, na kitambo serikali ilikuwa inalipa, hiyo ni kusema ya kwamba mzazi itabidi apunguze bajeti yake na hiyo kiwango cha pesa analipia mtoto wake examination fee. So mimi ningemomba waziri afikirie mambo na aongeze pesa ya education, haswa as much as ana employ TSC teachers, aongeze iende upande wa national examination, ndio wazazi ambao kunalipa shule ya examination fee waweze kupata kitu ambaye watabaki nayo wasaidie watoto wao hapa na pale. So hiyo ya kutoa examination fee kupeleka kwa wazazi si jambo zuri, na mimi sikubaliani nayo. Maoni yangu ni kwamba irudishwe, serikali iweze kuwagharimikia watu kama kawaida. Naam. Yes. Sijui kama umesoma nini kutokana na maoni ya wananchi hawa. Kuna ile mihemko ambayo Wakenya huwa wanatarajia kila bajeti ikisomwa. Watu wanasubiri sukari itashuka bei, kimbo itapanda, wavutaji sigara wameathirika, watavuta kidogo, wanywaji wa pombe. Hiyo mihemko mwaka huu, hata mwaka jana sikuisikia. Kunani Bernard, hata mwaka huu sijasikia. Yaani Wakenya wako na shughuli zao, paka wengine wakaamua kuandamana wakitafuta haki ya Albert Ojwang, lakini zaidi kuna vile vitu ambavyo Wakenya walikuwa kisubiri, peremende, sigara, pombe na kadhalika. Viko wapi kwenye bajeti hii? Waziri amesema chenye kilifanyika mwaka uliopita 2024 wenye vijana wetu Gen Z walienda kwa street na wakiweza kuangusha finance bill 2025, kiliwafunza, walipata funzo kama serikali. Na pia ukiangalia interviews za waziri, alisema huwezi kuendelea kutax wa Kenya zaidi, because inafika mahali huwezi ongeza ushuru kiwango chenye kiko. At the moment, even hii ushuru inaitwa pay as you earn iko juu, lazima wajiongeza. So waziri aliangalia mwaka uliopita 2024, na this being the first budget, akaona nikifanya the same makosa, vijana watakuja kwa street na watatuangusha. Kwa hivyo kivyako hii bajeti iko na nafuu? Ni nzuri. Nilianza kusema bajeti hii. Hebu shikilia hapo Bernard kidogo, nisije nikapoteza kauli yako, lakini tumsikilize Amos, anachangia. Line ziko wazi. Amos kutoka Nyamira. Hujambo Amos? Salama sana Rofti, wali gani? Hujambo? Niko salama ndugu yangu, mkwaje huko Mduara? Salama kwenye Mduara. Ni Amos ama ni Amos? Ni Amos. Twende kazi. Nimefurahishwa na mchango wenu leo humo. Ndipo nina swali kuhusu katika wizara ya elimu. Kwa vile tulifahamu kwamba waziri wa elimu Bwana Migosi juzi amekuwa akisema kwamba itambidi mzazi aweze kuchangia katika zile pesa za malipo ya mtihani. Na vile ambavyo tunaona kwamba wizara nayo imeweza kutengewa pesa, kipita cha pesa ambacho tunadhani kwamba inaweza kuwa kwamba imempa ile nafuu mzazi. Naam. Hilo jambo zinaweza kulipata vyema, na tunashindwa kwamba mwelekeo ni upi. Na mashuleni tunaona walimu wakuu wanalia una pesa itumwe huko kwa wanafunzi kutoka kwa wizara ya elimu. Asante. Asante sana. Nafikiri Bernard, ni kama huyu Amos amechelewa jamvini. Ameingia jamvini wakati tumeshakula mpunga. Manake ulikuwa umelitaja hili la kwamba huoni ni vyema watafute kitita fulani kutoka kwa bilioni 700 ziregeshwe kwa hii ada ya malipo ya mtihani, au sio? Tuangalie mgao wa hii bajeti na itatoka wapi. Nafikiri hapa ndo Mkenya labda atafunguka na macho. Bajeti yote ni shilingi trilioni 4.29, lakini lazima itafutwe.
na kutafutwa kwake kuna ushuru ambao utakusanywa wa shilingi trilioni 2.75. Hiyo ni 67% ya bajeti yote. Kuna matozo na ada, sijui Kiingereza tutahitaji hii, appropriation aid, ile ambayo inatoka kwa serikali, labda unafanya kitu serikali inakukata ada fulani kabla upate hizo fees. Yes. Inafika shilingi bilioni 567, lakini itakuwa haijakamilika. Kuna hisani, pesa ambazo zitakuwa zinatolewa kwa ufadhili, shilingi bilioni 46.9. Hapo kumbuka kutakuwa kuna katika bajeti yote kumesalia nakisi ama mapungufu ya shilingi bilioni 920 na ngapi? 23. Sasa hapo ndo kuna kizungumkuti, hizi pesa zitatoka wapi? Serikali ikasema itaomba ndani ya nchi shilingi bilioni 635. Hizo hazitatosha, itaomba nje ya nchi shilingi bilioni 287. Tayari kuna deni la shilingi ngapi la kitaifa? Zaidi ya shilingi trilioni 10. Mkenya yuko wapi hapa? Madeni yanaenda kuongezwa, hayaongezwi haya? Madeni yanaenda kuongezwa, na ukiangalia hii bajeti chenye imenishangaza sana ni kwamba out of the 4.29 trillion budget, the expected revenue is 2.75 trillion. And na recurrent expenditure, hii ni mshahara na kadhalika, imechukua zaidi ya trilioni 2. Hiyo ni zaidi ya 50%, ama takriban 50% ya bajeti yote. Yes. Na ile ambayo inaenda kwa maendeleo ni bilioni 600 to 700 bilioni kwa development. So hiyo ni kusema ya kwamba zile pesa yenye serikali inaenda kuboro either internally or externally, hizo ndio pesa serikali inatarajia kufanya development. Na ukiangalia vile madeni yetu kufikia sasa Kenya itakuwa 10 trillion, almost 10 trillion Kenya shillings. Na swala ambalo Wakenya wanajiuliza ni kwamba tuko na hili deni kweli ama hatuna? Ile deni inalipwa na serikali ama hailipwi? Ama inalipwa na Wakenya? Ama inalipwa na Wakenya. Kwa hivyo Mkenya haja ongezewa ushuru lakini atalipa deni? Yes, atalipa deni. So swala ni kwamba hili pesa tunakopa, deni zinazidi kukua kubwa. Naam. Tunazidi kulipa ushuru, hatuoni maendeleo juu inalipa madeni. So hizi swala la deni ni swali kubwa sana. Naam. Na that's why hata I think waziri amerecommend public debt audit because ni swala nyeti sana. Naam. Kuanzia regime ya Uhuru haya na Excellency Ruto. So naambiwa tumalizie hapo Bernard. Manake ni kama haya masuala madeni nikiagusa ndo nimekugusa sasa ndo nafunguka, lakini itabidi tusaidiane kulipa, au sio? Bernard Ngunya ni msimamizi wa ushuru, mtaalamu wa ushuru kutoka PKF, anashughulikia Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na hata Somalia. Hatujalinganisha na kulinganua kule kwa sababu ya muda, lakini alikuwa amejiandaa kutuambia Rwanda wamesemaje, Tanzania na Uganda siku ya leo, maana husoma siku moja na sie wanajamii ya Afrika Mashariki ni makuzo wote wale. Lakini ili kumalizia, mtazamaji, mimi naitwa Lofty Matambo. Asanteni sana kwa wote waliofanikisha kipindi hiki wakiongozwa na mtayarishi Jackie Alosi na mwelekezi wangu ambaye ni Diana Etabel. Tunamaliza kawaida na msemo wa siku. Unasemaje leo msemo? Hebu tusomee hapo. Chokoa chokoa yatia meno ubovu. Chokoa chokoa yatia meno ubovu. Ina maana gani hii katika hafla za leo mbili? Maandamano na bajeti. Chokoa chokoa. Inamaanisha kulingana maoni yangu. Sijui Kiswahili vizuri. Maoni yangu ni kwamba maandamano ya leo ya kijana wetu Albert Ojwang ni chokoa chokoa. Ni chokoa chokoa. Na ubovu ni bajeti aliyosomwa kwenye na waziri. Na kuachia wewe mtazamaji. Kwa heri, naitwa Lofty Matambo, uwe na usiku mwanana. Chokoa chokoa, meno hubaki na ubovu.